Bwana asifiwe. Ninawakaribisha wote ambao wamekuja katika kanisa letu siku hii ya leo. Tunaitwa Synagogue of Hope Church. Wageni wote ambao wamefika hapa siku hii ya leo, na kwa majina naitwa Reverend Peter Jenga, na wale wote ambao wanatuona tunawakaribisha sana kwa TV yetu ya Give Hope TV. Hapa ni Synagogue of Hope Church. Kwa wale ambao hawajui, tuko Kasarani hapa kwa Dio. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hii ya leo ni siku ya Wednesday ambayo haja yetu ya kuja katika madhabahu ni maombi ya deliverance na healing. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini katika madhabahu ya Bwana kuna uponyaji. Bwana asifiwe. Na pia tunaamini katika madhabahu ya Bwana kuna kufunguliwa. Kwa sababu katika Isaiah 61 inasema nini? Isaiah 61, Roho wa Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo nimekuja kutangaza kwa yule mwenye amefungwa awe huru. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wako katika jela, zile jela ambazo zimewakamata, kwa sababu wakati ambapo tunasikia neno la Bwana likinenwa pale, sio jela za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sio jela za mwili, sio jela zile za prison ambazo tunajua. Kwa hivyo kuna jela aina mbili. Kuna jela ya mwili ambayo unaweza kufungiwa kwa room ama kwa cell. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna hii jela ambayo inanenwa hapa ambayo ni jela ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na jela kawaida yake, wakati ambapo mtu anawekwa kwa jela, huwa inazuia mtu kuweza kuwa na uweza wa kutembea mbali ama wa kwenda mbali. Kwa hivyo jela huwa inakulimit pahali ambapo unaweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Jela ya kiroho inaweza kulimit kuenda katika nchi za ng'ambo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unajaribu kila njia, lakini unashindwa. Na unaweza kuwa na jela zingine za magonjwa, kwa sababu you can be a prisoner. Unajua prison is your own body ambayo tunanena hapa. Kwa hivyo mwili wako umetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Mwili wako ni kama nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya roho. Na kwa hivyo your spirit can be a prisoner of many things. Na kuna watu wengine ambao jela zao ni zile vitu ambazo huwa wanakula. Kwa sababu pengine umewekwa jela ya kutumia madawa kila siku. Unakuta mtu amebeba dawa saduku mzima, na ni lazima akunywe kulingana na maagizo ya daktari. Otherwise, asipokunywa hizo dawa hawezi kuishi maisha ya kawaida. Na ili aweze kuishi katika mwili huu akiwa mtu wa kawaida, ni lazima aweze kutumia hizo dawa. Hiyo inaweza kuwa jela ingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwenye Yesu alikuta makaburini. Yule mwenye alisema roho ambayo iliulizwa wewe ni nani, ikasema ni Legion. Huyo naye alikuwa jela. Ile jela alikuwa katikati ya makaburi. Kwa hivyo jela yake ilikuwa imemfunga makaburini. Hawezi kukaa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Jela inakufanya uwe isolated. Hauwezi kuishi na watu kama mtu wa kawaida. Kuna watu wengine wako jela wanaishi katika hospitali. Wanahama na hospitali zikifanywa renovation, kwa sababu magonjwa ni mengi. Wengine ni jela za umaskini, jela za madeni. Kwa hivyo wakati ambapo tunaambiwa mambo ya kufunguliwa, ni kusema jela ambayo pengine unaweza kuwa umewekwa, inaweza kuwa jela tofauti na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini they are all spiritual prisons ambazo zimefunga watu tofauti. Tunakumbuka katika kitabu cha Genesis, wakati ambapo Adam na Eve waliumbwa watu ambao walikuwa free. Hawakuwa wanazuiwa kufanya kitu chochote, ila isipokuwa tu
kula mti ambao ulikuwa katikati ya shamba. Lakini the moment walidanganyika wakaenda wakakula huo mti, waliingia katika jela ya shetani. Na kutoka siku hiyo sasa, shetani ndio alikuwa na uamuzi juu yao. Kwa sababu the moment Eve na Adam walikosa kusikia sauti ya Mungu, wakasikia sauti ya shetani, walikubali kuwa katika minyororo ya shetani. Na pia Biblia inasema afadhali kifungo cha Mungu ni chepesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vifungo za shetani zinakuja na vizuizi ambazo zinazuia mtu aweze kuinuka katika njia mingi. Jela, kama tunaweza kuongea mambo ya jela, tunaweza kusema kama yule mtu, for example, yule mtu anaenda kwa waganga. Yule mtu, unajua hakuna mtu mwenye huwa anaenda kwa waganga kuharibu maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu mwenye huwa anaenda kwa diviners kuharibu maisha yake. Kila mtu mwenye huwa anaenda pahali pale huwa anaenda kutafuta freedom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wengine huwa wamefungwa na madeni. Na kwa hivyo nadhani ukienda kwa mganga ataweza kukupatia msaada ya kutoka katika zile madeni. Kwa hivyo huwa wanakimbia kwa waganga kutafuta freedom, kutafuta kuwa huru. Kwa hivyo huwa wanajua wako jela. Wengine wamefungwa na magonjwa. Kwa hivyo huwa wanaenda ili waponywe, wao watolewe katika jela za magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine huwa wanaenda kwa sababu ya shida tofauti. Na huwa wanataka, pengine ni biashara imeharibika, na kwa hivyo huwa wanaenda pale ili wapate freedom in their finances. Lakini shida katika kitabu cha Yohana 10:10 inasema nini? Yohana 10:10 inasema mwivi hakuji kwa mambo mengine, huwa anakuja kwa mambo matatu: kuiba, kuharibu na kuua. Kwa hivyo every time you approach the devil, ukienda kwa shetani, hata kama inaonekana kama kuna freedom, ni lazima ujue umeingia kwa jela. Kwa sababu kitu kimoja, katika ulimwengu wa roho kuna mikataba. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo mikataba ndio jela sasa yenyewe. Kwa sababu ukienda kwa mganga huwa anakuwekea mikataba. Inasema nini? Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mwizi wakati ambapo anapanga kuja pahali, huwa hakuji kutembea. Hakuna mwizi atakuja kwa nyumba yako aseme leo tumefikiria tukuje tukutembelee. Sisi ni wezi wa area hii, lakini tumeamua tukuje tukutembelee, tukujue, alafu waende. Hapana. Wakijua wewe kuna kitu, huwa wanakuja purposely. The purpose behind their coming or their visit is to steal from you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwizi, wakati ambapo unaona mwizi anapitia pahali, huwa haleti mambo mazuri, huwa analeta mabaya. Na kwa hivyo watu, wakati ambapo pengine unatembea na huyo mwizi, kwa sababu tunajua mwizi ni nani mwenye anaambiwa hapa katika hii verse, tunajua mwizi ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua vizuri yule mwizi ambaye tunaambiwa juu yake ni shetani. Na kwa hivyo kama wewe haujaokoka, ni kusema wewe unabeba huyo mwizi katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe haujaokoka, it does not matter who you are. Lakini ni kuonyesha wewe umebeba huyo mwizi katika moyo wako. Kwa hivyo every time ambayo unagojea siku moja uokoke, atakuwa anakuibia. Utakuta kuna vitu ambazo pengine wewe ungepata ama zingekuwa baraka zako, lakini huyo mwizi kwa sababu hauelewi, anaiba kabla uzipate. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa watu ambao wangepata mabiashara kubwa, lakini kwa sababu walikataa kuokoka, hizo mabiashara hawezi. For example, ni wale watu ambao unaona ni wamekuwa wafungwa, prisoners wa pombe. Unakuta mtu kutoka asubuhi mpaka jioni anafanya budget ya pombe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusema huyo mtu kama hangekunywa pombe hangekuwa na maisha mengine. Ni kwa sababu alikubali kubeba mwizi katika maisha yake. Na huyo mwizi ukishambeba katika mwili wako huwa anakufanya prisoner. Unakuwa katika jela ya kiroho. Na kwa hivyo utakuwa unajaribu kufeed appetite zingine ambazo ameweka. Unajua mwizi
Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwizi tunaambiwa akikuja katika maisha yako, huwa hakuji peke yake, huwa anakuja na appetite tofauti na ya binadamu, kwa sababu there are normal appetites ambazo ni za mwili wa binadamu. Lakini wakati ambapo unakubalia mwizi akae katika mwili wako, kwa sababu tunaambiwa huu mwili ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo hauna Roho Mtakatifu ndani ya mwili wako, kuna kitu kingine ambacho kinaishi katika huo mwili, kwa sababu there is no way ambao mwili wako unaweza kuwa vacant. Yesu mwenyewe alisema wakati ambapo mapepo inafukuzwa inatoka kwa mtu, huwa inatembea inakaa huko wakati ambapo umetakaswa. Kwa hivyo ni nguvu za Mungu tu ambazo zinaweza kutuma shetani atoke. The only thing that can make the devil to leave your body is the power of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa huyu shetani wakati ambapo anakemewa, ama wakati ambapo unakuwa katika ile hali ya kuwa anointed kiasi ambayo hawezi kukaa ndani yako, anatoka. Lakini huwa anakuja kuangalia kama bado umetakasika. Umepata hiyo verse? Akikuja akute ati sasa uliacha Mungu, kwanza hakuji kwako, kwanza anaenda kwanza anatafuta mapepo zingine 7. Bwana Yesu asifiwe, ambazo ziko na nguvu kuliko huyu mwenye ulikuwa na yeye, ambazo ni za hierarchy ya juu. Hii ni kusema mara ya pili wakati ambapo utakuwa sasa umerudi kwa dhambi, atafanya dhambi ziwe na foundation ambayo itakuwa ngumu kutoka. Inaitwa stronghold. Bwana Yesu asifiwe. Stronghold. Sasa ana make stronghold katika mwili wako vile kama vile uliokoka mara ya kwanza, haitakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haitakuwa rahisi kwa sababu atakuja na wengine 7. Kwa hivyo tunajua katika huu mwili kuna mambo mengi sana ambayo hayatujui, lakini huwa yanaendelea. Unakuta mtu amekuwa leo ni mzuri, tumekuwa na yeye hapa, lakini kesho unasikia ako Kenyatta, na ile hali yako sio hali ya kawaida, ako ICU. Unashindwa what happened? Huyu mtu tulikuwa tunaongea na yeye vizuri, hata alikula vizuri, hata kutembea tulitembea na akaingia kwa gari na akaenda, lakini unasikia the next moment ako Kenyatta. Kwa sababu kuna mipango yako katika ulimwengu huu, lakini kuna mipango ingine ambayo huwa inaendelea kinyume na wewe kujua, ambayo ni katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu unakuta katika kitabu cha Bwana Yesu asifiwe, Isaiah 40:31 inasema wale ambao wanapendana na Mungu kuna nguvu ambazo sio za kawaida ambayo huwa wanapewa. Bwana Yesu asifiwe. Those who trust in the Lord, who put their trust in the Lord. Kwa hivyo unaweza kuamini mwili wako, unaweza kuamini masomo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi unaweza kuamini. Unaweza kuamini familia yako pahali ambapo umezaliwa, kwa sababu ulizaliwa familia ambayo iko na pesa. Lakini kuna watu wengine ambao imani yao sio vitu ambazo zinaonekana, ni Mungu ambaye haonekani. Na tunaambiwa wale ambao wanaamini ndani ya huyu Mungu watapaa juu kama mwewe. Bwana Yesu asifiwe. Those who trust in the Lord shall soar or fly high like eagles. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa when they are going to run, be running. Wakati ambapo wanakimbia kufanya mambo yao hawatachoka. Na wakati ambapo watakuwa wanatembea, they will never be faint. Inasema nini? Bali wao wangojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuamini Mungu is not just something that we can take lightly. Sio kitu ambacho unaweza kuchukua ambacho hakina maana, kwa sababu kuna faida mingi wakati ambapo mtu anaamini katika nguvu za Mungu. Ni kwa sababu unampatia Mungu nafasi ya kuweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. When you trust in the Lord, you give God a chance. Huwa unampatia Mungu nafasi ya kuweza kukusaidia, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo wewe hauwezi kujua. Hauwezi kujua kesho itakuwa namna gani. Hakuna mtu mwenye alijua 2020 kama kutakuwa na kitu kama corona.
Kwa hivyo wasomi walikuwa wanafikiria as far as niko na degree zangu na mimi nimeajiriwa vizuri, I'm okay. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati ambapo huwa inafika ambaye hata masomo haiwezi kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unahitaji wakati huo, huwa unahitaji nguvu za Mungu. Na ndio unasikia matajiri na maskini huwa wote wako hospitali. The only difference ni ati hawa matajiri wako hospitali za pesa mingi. Unasikia tajiri ya kwa Aga Khan, mwingine alipelekwa Canada, mwingine alipelekwa London, mwingine alipelekwa India, mwingine alipelekwa Nairobi Hospital. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ako Karen Hospital. Lakini tofauti sio mgonjwa, tofauti ni class ya pesa. Na hata mochari, ukienda Nairobi, kuna Nairobi Hospital kuna mochari. Kama vile Kenyatta kumetengenezwa mochari. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda Aga Khan kuna mochari. Kwa sababu hata matajiri kuna wakati ambapo kifo hakibagui matajiri na haibagui maskini. Ikikuja kwa watu huwa inachukua bila kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio tunataka Mungu aweze kutembea nasi. Kwa sababu katika kitabu cha Psalms 91, Bwana Yesu asifiwe, kutoka pale kwanza tunasikia kuna watu ambao huwa wanatembea chini ya wingu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kutembea chini ya wingu la Mwenyezi Mungu, chini la wokovu na la kutegemea Mungu, kuna mambo mengi sana ambazo huwa umejificha. Inasema nini? Aketie, lakini unajua meaning ya kuketi sio kukaa chini kama vile tumekaa. Ni yule mtu mwenye anadwell, huwa anaishi chini ya wingu la Mwenyezi Mungu. Atafanya nini? Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Alafu nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu nitakayemtumaini. Haya, hebu enda 11 verse 11. Inasema Mungu atatuma malaika wake. Wakati ambapo umepangiwa mambo mabaya, malaika wake watakuja wakuondolee mipango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini najua hakuna mtu mwenye shawahi kuona malaika, lakini Mungu anafanya haya mambo kwa sababu yeye amesema. Inasema nini? Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Katika njia zako zote. Kwa hivyo njia zako zote, katika mambo ya ndoa, katika mambo ya masomo ya watoto wako, katika kazi yako, katika hizo loan. Kwa sababu kuna watu ambao wamechukua loan lakini wakashindwa kulipa. Kuna watu ambao mtoto akiingia kwa tumbo, kuna madhabahu. Wakati ambapo una mimba, kuna madhabahu katika jamii ambayo huwa inabeba watoto wakiwa. Kuna mama alikuja hapa kwake, katika familia unakuta huyu, kila mwanamke ni lazima mimba itoke, kila mwanamke, kwa sababu kuna madhabahu ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu ambayo inadai damu, kwa sababu pengine katika hiyo familia kuna mganga alikuwa mkubwa na alichinja sana, na kwa hivyo wakati ambapo alichinja, alitengeneza madhabahu katika ulimwengu wa roho ambayo inadai damu ya watu. Na kwa sababu yule mganga alikufa, na hawa wenye walibaki hawajui ile siri, waliignore lile jambo na wakasema sisi tumeokoka, huyu anaenda Catholic, huyu anaenda kanisa lake. Lakini kama hiyo madhabahu bado ina exist, bado huwa inadai damu. Kwa hivyo huwa inagojea kila mama mwenye anapata mimba, inabeba hapo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unasikia katika familia kuna vifo ambazo hazieleweki. Unasikia katoto kamezaliwa kako na diabetes, mwingine amezaliwa kona cancer, mwingine amezaliwa madness. Ndio hiyo, kwa sababu ile madhabahu bado inadai damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu ambayo huwa inatokana na yule mwenye anaamini yule Mungu, kwa sababu tunaambiwa atatuma malaika wake. Malaika ndio wanaona pepo, sisi hatuwezi kuona pepo. Bwana Yesu asifiwe. Pepo wanapokuja hauwezi kuwaona wewe, kwa hivyo hata hauwezi kujua pahali ambapo umekaa, kama umekaa hapo na pepo. Na wengine hata huwa tunatembea wakiwa ndani yetu, wanakula wakiwa ndani yetu, wanakunywa wakiwa ndani yetu. Unakuta magonjwa kama kansa zinaanza ndani ya watu, kwa sababu ni magonjwa ambayo inaletwa na pepo. Diabetes unakuta ni foundations ambazo ni mbaya, ambazo kuna watu ambao hawakujua kudeal na zile foundation. Na kwa hivyo unakuta watu wakifika 50 years wanakuwa wagonjwa. Kuna familia nyingine ilikuja hapa,
walikuwa na wanaume katika familia, na wanaume wote ambao walizaliwa katika hiyo familia walikuwa wakifika 38 years wanakufa wote. Kila mtu akifika 38 years kunakuwa na sababu ambayo unakufa. Mwingine sasa, yule mmoja akaona, na mandugu zangu wote sijui 6 wamekufa kabla wafike 39 walikuwa wanakufa. Yeye alipofika 38 akawa ameokoka. Na wakati ambapo alifika 38 alikuwa mgonjwa sana, lakini bado ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu zile vitu ambazo tunapigana nazo, mapepo ambazo tunapigana nazo, hazina damu na nyama. Tunapigana na roho ambayo haonekani, ambayo wako katika ulimwengu mwingine. Sisi tuko katika ulimwengu wa mwili, na tunaweza kuringa sana kwa sababu tunaweza kudili na mambo ya ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili tunaweza kununua nyumba, tunaweza kununua magari, tunaweza kununua nguo mzuri, tunaweza kwenda saruni mzuri, tunaweza kwenda ng'ambo na kurudi. Lakini katika ulimwengu wa roho, mapepo hazihitaji hata nguo. Rais wasifiwe. Hazihitaji manyumba. Huwa mnaishi na hizo mapepo katika nyumba yako kama haujaokoka. Ukienda kwa gari huwa zinabebwa na hiyo gari. Kwa hivyo wakati ambapo unanunua gari ya roho ambazo zinaishi katika familia na unazibeba kwa mwili wako, ndio unakuta watu wengine wako na appetite ambazo sio za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Appetite za pombe, za dawa za kulevya, appetite za sigara, appetite za kila kitu. Mpaka wengine wako na appetite za kula chumvi, na wengine kula sukari, wengine kula mchanga, wengine kula mawe, wengine kula nguo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu ambazo tumebeba, na kwa hivyo wewe umekuwa prisoner ya ile roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana Yesu asifiwe, the light of God ikikuja katika maisha yako ni lazima ivunje hiyo minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Jeremiah 1 verse 10 inasema nini? Ukiweza kuingia katika maeneo, katika ulimwengu wa roho, maeneo ambayo Mungu ndiye yuko, ama Mungu ndiye anarule, hakuna nguvu za giza ambazo zitaweza kururu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inasema nini? Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati ambapo tunasoma haya maandiko, tunafikiria ni mataifa kama Kenya na Uganda. Lakini hatujui kuna mataifa katika ulimwengu wa roho. There are nations in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. There are nations in the spirit. Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya ufalme. Ufalme sio wa hapa, ni ufalme katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo Mungu huwa anapatia mtu nguvu ya kuweza kuwa na uweza katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza kufanya mambo na unaweza kupanga na ipangike. Lakini sio unapanga ukiwa almost kufika mwisho unakuta yote imesamratishwa. Unapanga tena, unaweka biashara. Wakati ambapo hiyo biashara inainuka hivi, unakuta kumekuja jambo ambalo limeharibu hiyo biashara mpaka limekurudisha nyumbani. Unajua hizi nguvu za giza ziko na uweza kama hautaweza kujua. Kwa sababu hata kuna mtu, unasikia mtu alienda Amerika, na tunafikiria sisi wote ukienda Amerika ni hivyo. Unakuta ameenda Amerika, amefika airport, alafu akipeana passport hivi, ikiangaliwa hivi anarudishwa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Na sio shida na wale, hapana, ni kwa sababu kuna madhabahu ambayo inasema huyu sio candidate wa kuja Amerika. Wengine wameenda Amerika, unakuta mtu ameenda Amerika, ameuawa akiwa Amerika, ama amekufa akiwa Amerika. Hakuwa akiwa hapa, lakini alienda huko. Kwa sababu the devil does not care where you are. Kwa sababu hata ukipanda ndege wanapanda na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Even the problem ni ati demons, they don't have a body. Hata ukienda Russia utazikuta zilifika mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu demon, pepo ikifikiria ni Mombasa inajikuta Mombasa. Ikifikiria ni South Africa inajikuta South Africa. Kwa sababu haina mwili. Unajua mwili ndio huwa unabebwa na hizi gari tunatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Na huu mwili tumepewa ndio huwa unakula.
na ndio huwa unavaa. Lakini demons, they don't have a body. Kwa hivyo kuingia na kutoka zinaingia vile zinataka, lakini they have to have an open door katika maisha yetu. Unajua Mungu hangetuumba tu ati atuumbe tu, ni lazima kuna ufunguo ambaye alikupatia wa kuweza kufungua na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo kuna ufunguo ambao umepewa through the death and resurrection of Jesus, kupitia kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Una ufunguo wa kuweza kusema leo, kutoka leo biashara zangu ni lazima zitasimama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio mdomo tu, ni mdomo na unachukua hatua ya kupigana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni mdomo na kuchukua hatua ya kuweza kusimama. Kile kitu ambacho umesema unaingia na kunyakua. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia na kunyakua. Kwa hivyo siku hii ya leo, kama kuna laana, unajua kuna laana ambazo tukiangalia, kuna mtu mwenye alitumwa, alikuwa anaitwa Balaam na Balak. Bwana Yesu asifiwe. Balaam aliitwa na Barak. Barak alikuwa mfalme, na huyo mfalme mwenye alikuwa anaitwa Barak alikuwa amesikia vile wana wa Israeli vile wametoka Egypt, na vile kila pahali ambapo wanaenda wana establish permanently nini, pahali ambapo walikuwa wanaenda walikuwa wanapigana na wale watu ambao wanakuta na wanashinda. Kwa hivyo wakati ambapo Balak alisikia wana wa Israeli wanaelekea upande wake, alijua hata mimi siwezi kuwaweza hao watu, lakini akajua the only thing that I can do, kitu ambacho naweza kufanya ili niweze kuwashinda, nikiweza kuwalaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu the curse is the only gateway ambayo angeweza kutumia ili aweze kuwa. Unajua ni kusema wale watu walikuwa wanatembea na baraka za Mungu, na kwa hivyo alijua as far as they are blessed, wakati ambapo wamebarikiwa hauwezi kuwashinda. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kupigana na mtu mwenye amebarikiwa uweze kumwangusha, kwa sababu hautakuwa unapigana na huyo mtu, utakuwa unapigana na nguvu ambazo zimetuma asimame pahali ambapo amesimama. Sasa tuseme kama mtu mwenye tunasikia ati anaongozwa na malaika, alafu unaamua kupigana na yeye, kwanza ni lazima udiru na malaika ambao wanatembea na yeye ili uweze kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes we are not able to overcome some people kwa sababu ya strength ambayo wako nao in the spirit. Kwa hivyo wakati ambapo Barak aliita Balaam na wakaenda kwa milima na wakaleta dhabihu 7, ng'ombe 7 wanachinja ya kwanza, anawaambia sasa nataka uwalaani. Alipojaribu kuwalaani alisikia maneno ya kulaani haiwezi kutoka, alikuwa anawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wale watu ambao wako na Mungu hawezi kushindwa. The moment that you are with God, you are undefeatable. Kwa hivyo ukiona ukishindwa ni kwa sababu kuna mlango unafaa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna pahali ambapo unafaa kusimama uweze kupigana katika ulimwengu wa roho na uwe na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, nimekuja mbele yako siku hii ya leo, na nimekuja kukataa vifungo zote ambazo shetani ameweka juu yangu pamoja na familia yangu. Siku hii ya leo, kila kifungo katika ulimwengu wa roho ambacho kimekamata baraka zangu, nimekuja kuharibu, nimekuja kuondoa, na nimekuja kusambaratisha katika jina la Yesu. Kila foundation ambayo shetani amejenga katika maisha yangu, katika familia yangu, katika mwili wangu, ambayo sio yako Bwana, nimekuja mbele yako uweze kuiharibu katika jina la Yesu. Maagano yote yaliyoweka vifungo katika mawazo na katika moyo wangu na katika mwili wangu na biashara zangu na nyumba yangu, kutoka leo kila maagano nimekuja kuiharibu katika jina la Yesu. Misingi yote mibaya ambayo shetani ametumia kuniweka chini, kuningandamiza, ndio ninaondoa, ndio ninaharibu katika jina la Yesu. Kila maagano
yaliyowekwa kinyume na maisha yangu na mapepo na nguvu za giza, kutoka siku hii ya leo nimekuja kuikataa, nimekuja kuiharibu, nimekuja kuiangusha katika jina la Yesu. Mipango yote mibaya ambayo shetani amenipangia mwaka huu nimekuja kuiharibu katika jina la Yesu. Kila mipango kinyume na afya yangu mwaka huu ninaharibu yote katika jina la Yesu. Mipango yote kinyume na watu wa nyumba yangu mwaka huu, kutoka siku hii ya leo nimekuja kuikataa katika jina la Yesu. Maagano yote yaliyowekwa katika familia yangu, kwa majina yangu, katika ulimwengu, katika mchanga mahali ambapo nimezaliwa, katika maji mahali ambapo nimezaliwa, kutoka siku hii ya leo naomba iniachilie katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho kinadai damu kutoka kwa familia yangu, midomo yote inayodai damu, kutoka siku hii ya leo ninaomba ewe Bwana uweze kuinyamazisha katika jina la Yesu. Kama kuna maagano yaliyoandikwa kinyume na maisha yangu, kinyume na watu wa nyumba yangu, maagano yote mabaya ambayo nimewekewa nisiweze kuinuka na kuangaza, kutoka siku hii ya leo, hiyo maagano yote nimekuja kuiangamiza, nimekuja kuiharibu, nimekuja kuiangamiza, nimekuja kuiondoa katika jina la Yesu. Kutoka siku hii ya leo ninatoka kwa vifungo, ninatoka kwa vifungo, ninatoka kwa jela, ninatoka kwa maagano, ninatoka kwa mipango ya mapepo. Kutoka siku hii ya leo ni lazima nifunguliwe. Mawazo yangu, maono yangu ni lazima nifunguliwe. Chochote ambacho nitaweza kuwaza, ninaomba ewe Bwana ukanipatie nguvu ya kuweza kukamilisha kila agano ambalo limewekwa kukamata baraka zangu nisiweze kuwa na maendeleo. Kutoka siku hii ya leo ninakuja kuharibu, ninakuja kuondoa katika jina la Yesu. Vitu zangu zote ambazo zimekamatwa na mapepo katika ulimwengu wa roho ziachiliwe sasa, ziachiliwe sasa, ziachiliwe sasa, ziachiliwe sasa, ziachiliwe sasa. Naachilia moto kinyume na madhabahu yote yaliyoinuliwa katika maisha yangu, madhabahu ya majini. Kutoka siku hii ya leo yote ninaiangamiza katika jina la Yesu. Laana zote kutoka kuzimu ambazo zimewekwa kutawala maisha yangu yote ninavunja katika jina la Yesu. Maagano yote ya roho za angani kukamata baraka zangu, kunikamata nisiweze kuwa na maendeleo, kutoka siku hii ya leo ninavunja, ninaharibu, ninaondoa katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho kimeshikamata baraka zangu kiachilie sasa, kiachilie sasa, kiachilie sasa, kiachilie sasa, kiachilie sasa. Milango yote ambayo inazuilia baraka zangu ziweze kunifikia, kutoka siku hii ya leo, kila vizuizi zote ninaziondoa kwa damu ya Yesu. Ninapigana na maagano yote ya ng'ombe, ya mbuzi na damu za watu ambazo zimewekwa katika maisha yangu na katika nyumba yangu, katika jina la Yesu. Sauti zote za wachawi na waganga zinazonena kinyume na maisha yangu, kinyume na baraka zangu, zote ziniachilie, zote ziniondokee, zote ninazivunja katika jina la Yesu. Wachawi wote wa hatima yangu waachilie sasa, waachilie sasa, waachilie sasa, waachilie sasa, waachilie sasa katika jina la Yesu. Vioo zote za wachawi kila pahali ambapo zimewekwa, zote ninazivunja. Ninavunja vioo za wachawi wote kinyume na hatima yangu. Nyungu za wachawi zote ninazivunja, zote ninaziharibu, zote ninaziondoa kutoka kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Kila pahali ambapo jina langu liliandikwa, kutoka siku hii ya leo ninafuta jina langu kwa maagano ya kuzimu,
ninafuta jina langu kwa maagano ya mapepo, ninafuta jina langu kwa maagano ya majini, ninafuta jina langu kwa maagano ya wachawi na waganga, katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho kimekamata baraka zangu na kikakamata mikono yangu, kutoka siku hii ya leo ninavunja sasa. Ninavunja kila minyororo, ninavunja sasa, ninavunja minyororo yote iliyowekwa kinyume na kazi ya mikono yangu. Minyororo yote ivunjike sasa. Ninavunja, ninaharibu. Fire, 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 fire in the name of Jesus. Miguu yangu kutoka siku hii ya leo ninaitabiria, ni lazima itanipeleka mbali. Hatua zangu zote ambazo zimekamatwa na vizuizi za shetani, kutoka siku hii ya leo zinaniondokea, zinaniachilia, zinaniondokea, zinaniachilia katika jina la Yesu. Magonjwa yote yaliyo na majina na yasiyo na majina, kinyume na mwili wangu, kinyume na watu wa nyuma yangu, yote ninavunja, yote ninaharibu. Kila magonjwa yaliyo na majina ninavunja yote. Magonjwa ya mikono, magonjwa ya kichwa, vunjika sasa, haribika sasa, achilia sasa, ondoka sasa, ondoka wewe, achilia, achilia wewe magonjwa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, na achilia moto kinyume na magonjwa, kinyume na magonjwa yaliyo na majina, yasiyo na majina katika kichwa chako, in the name of Jesus. Kila magonjwa ya tumbo, kutoka siku hii ya leo ninavunja yote. Tumbo yako ni lazima iwe mzima kutoka siku hii ya leo. Chochote ambacho shetani ameweka kwa tumbo yangu ninaharibu sasa, ninatoa sasa, ninaharibu sasa, ninatoa sasa, ninaharibu sasa, ninatoa sasa katika jina la Yesu. Magonjwa yote ya mgongo na miguu, kutoka siku hii ya leo ni lazima iniachilie, iachilie watu wa nyuma yangu. Kila maagano ya magonjwa yaliyowekwa kutawala baraka zangu, kutawala biashara zangu, kutawala safari zangu, kutoka siku hii ya leo, magonjwa yote ivunjike sasa. Vunjika, 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 vunjika. Kila laana ambayo shetani ameweka kutawala maisha yangu, laana zote ninaziharibu, ninaziondoa. Laana zozote za magonjwa kutoka siku hii ya leo, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa, achilia sasa. Magonjwa yote ya laana yote ivunjike, yote ivunjike, yote ivunjike, yote ivunjike, yote ivunjike katika jina la Yesu. Kila roho za umaskini na ufukara kutoka siku hii ya leo, sikia sauti ya Bwana. Kutoka siku hii ya leo ninavunja maagano ya umaskini. Kutoka siku hii ya leo, kila roho ya umaskini achilia sasa, ondoka, ondoka, achilia, 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 ondoka, ondoka, ondoka katika jina la Yesu. Kutoka siku hii ya leo, mawazo yangu, maono yangu haitaibiwa. Kutoka siku hii ya leo nitaenda safari zote ambazo Mungu amepanga niende, na sitazuiliwa. Kwa hivyo vizuizi zote ambazo zimewekwa kinyume na maisha yangu, zote na haribu, zote na vunja, zote na haribu katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu za Bwana zikatawale maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Maagano yote yaliyowekwa kunitawala, yote ivunjike katika jina la Yesu. Mipango ya mapepo juu ya maisha yangu mwaka huu, yote ninaiharibu. Mapepo yote katika maisha yangu iniachilie. Laana zote za mapepo ziliachilie sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ewe Bwana Mungu wangu, siku hii ya leo uweze kuniweka huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tavunja madhabahu siku hii ya leo. Kama uko na shida za magonjwa, uamini Mungu. Unajua pahali hapa ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
na hakuna kitu ambacho shetani anaweza kufanya ukiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii sio territory ya mapepo. This is the territory of God. Bwana Yesu asifiwe. Na katika territory ya Mungu uko na ruhusa ya kuomba Mungu kile kitu ambacho unataka. Bwana Yesu asifiwe. The devil cannot get hold of you when you are in this place. Kwa hivyo ukiwa mahali hapa unaweza kuambia Mungu anything that you want. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaweza kufanya. Na the spirit of fear is a bondage to many of us. Because sometimes we reason through fear. Tunafikiria, lakini the spirit of fear imejaa katika maisha yetu na kutuonyesha yale mambo ambayo haiwezekani. Kisikia watu wanaenda Amerika, wewe unafikiria dero ndege. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kitu ambacho unahitaji so that you can move beyond your own expectation is favor. Bwana Yesu asifiwe. Joseph alikuwa jela, lakini wakati ambapo alitolewa jela akaenda kwa palace kwa sababu favor ilikuwa juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. So when favor comes upon your life, there is no limit of what you can do or where you can go. Bwana Yesu asifiwe. What you need is not currency. Hauhitaji pesa. Hauhitaji account yenye iko na pesa mingi. You need favor of God for people to support you. Na waseme tunataka kufanya kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. And from that time, historia yako itakuwa tofauti na vile unajielewa. Kwa hivyo siku hii ya leo ninaachilia favor ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe, juu ya maisha yako, ambayo itaweza kupigana vita zako zote. Bwana Yesu asifiwe. What you need is the mercy of God and favor of God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisomee Hebrew 4:16. The book of Hebrews 4:16. The favor of God. Hakuna kitu ambacho kinaweza kukuzuia wakati ambapo favor ya Mungu inakuja maishani mwako. Kwa hivyo every time huwa tunajiona hatuwezi kwa sababu hatujui wakati ambapo Mungu atakuja juu yetu. Sio sisi tutaweza, ni yeye atatufungulia milango. Atatuma malaika mbele yetu watutengenezee njia, watu connect na connections ambazo tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Between you and your blessing is just a minute. The moment that you meet someone in your life, maisha yako inaweza kubadilika. Lakini huyo mtu, the devil makes sure that you are never going to meet. Inasema nini? Neema. Unajua neema ni grace. Bwana Yesu asifiwe. Kiti cha neema ndio tunataka kukaribia. So when you approach the seat of grace, ama inaitwa mercy seat, alafu tupewe rehema. So rehema ambazo tunaambiwa juu yake ni grace hiyo ya Mungu, rehema. Kwa hivyo when you approach the seat of grace, kuna kitu ambacho huwa kinakuja juu yako. Kwa hivyo ukiapproach, this is the seat of grace, ambayo ukikuja hapa utapewa nini? Rehema, ambayo ni favor. Alafu inakufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Rehema ya kutusaidia. Kwa hivyo sio muscles. Bwana Yesu asifiwe. Na sio pesa. Unahitaji favor of God, ambayo itakuja kukusaidia. So favor connects you with the right people. Wakati ambapo unahitaji pesa, unakuta watu ambao unafikiria wanafaa kukusaidia, hata hawatakusaidia, hata hawatakukumbuka. Lakini Mungu analeta someone, a stranger in your life, ambaye anafungua milango. Hebu rudia tena. Basi natukaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, let us approach the seat of grace. The throne of with confidence. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu ambacho unahitaji ukiwa mahali hapa ni utoke mahali hapa na grace of God. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo grace itakufungulia milango. Watu ambao huwa unaona wako juu, hawako juu kwa sababu walifanya kitu special. Is connection.
Bwana Yesu asifiwe. Grace ya Mungu inamuweka pahali ambapo anafaa kuwa at the right time. Unajua kuna grace mbaya ambayo when you are out of grace unaingia kwa ile gari ambayo inaenda kuanguka. Unaingia kwa ile ndege ambayo inaenda kuanguka. Unaingia kwa nyumba ambayo itabomoka. When you are lacking grace. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia nyumba ikibomoka kuna watu walikufia huko. Gari ikianguka kuna mtu alikuwa ndani. Ukienda Mombasa na gari yako unaanguka ndani, unatumbukia, unatoka kwa feri, gari inatoka. Kwa sababu you lack the grace of God. Because the grace is a shield. Neema ya Mungu ni kama ngao. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo itatembea na wewe wakati ambapo kuna giza katika maisha yako, inaleta mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo kila kitu ambacho tunahitaji katika mahali hapa ni ukitoka mahali hapa utoke na the grace of God. Kuna mtu alikuja akasema mzee wangu amekuwa na accident. Na sasa mguu, alikuwa mwanajeshi. Kuna daktari amesema ni lazima ikatwe. Na ameandikiwa ni lazima ikatwe. Alafu sasa nikamwambia the best thing that can happen to your husband sio kukatwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni Mungu afungue mlango akutane na daktari mwingine ambaye Mungu atampatia mbinu ya kuweza kumtibu bila kukata mguu. Bwana Yesu asifiwe. Immediately tulipoomba na yeye akaenda. Huyo mzee wake alipoenda hospitali akaangaliwa na daktari mwingine akamwambia hii mguu haifai kukatwa. Ilikuwa imekatika hii mshipa. Accidentally walikuwa nasukuma gari. Kusukuma gari tu imezimika. Hii mshipa hapa ikakatika. Sasa ikafura huku na ikaanza kuoza kwa sababu there was no flow ya damu. Sasa yule daktari mwenye alikuwa anasema ikatwe hakuwa anajua ni mshipa ilikatika. Huyu wa pili ndiye alikuja akajua ni mshipa ilikatika. Alafu akafanya operation ya kurudisha hiyo mshipa. Within 2 weeks huyo mzee alikuwa anatembea. Mwenye angefaa kukatwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao when you lack favor utaenda hospitali ukiumwa na kichwa anasema unataka operation. Alafu anakuoperate wanaharibu kitu. Kuna mama nimesikia alikuwa anatolewa sijui uvimbe kwa tumbo. Daktari akakata mara. Sasa amefanywa operation 3 za kutengenezwa mara. Sasa anaenda ya 4. Na haikuwa na shida, hakuwa na shida intestines, alikuwa ni fibroids. Lakini unakuta daktari ana make a mistake. Kwa sababu you don't have favor. But when you have favor, utakutana na mtu mwenye anasema hata you don't need an operation. Hata ukipewa hizi madawa zitakutibu. Bwana Yesu asifiwe. So you need to walk under the favor of God.